Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya tatu ya mwaka 2026. Juma hili tutaenda kuliangazia somo la tatu, somo linalosema umoja katika Kristo. Hii ni kwa ajili ya Julai 11 hadi 17 na leo ni Sabato mchana. Somo la juma hili Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 12 hadi 17, Warumi 1:29, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 10, Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu aya kwanza hadi ya 4, Wafilipi sura ya pili aya 5 hadi ya 8, Wakorintho wa pili sura ile ya 11:23 hadi 28 na Wakolosai 1:24. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza aya 10. Neno la Mungu linasema, basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Wale wanaowaangalia wanyamapori wanajua kwamba baadhi ya viumbe wanaishi kwa makundi yote ya ukubwa tofauti. Kuanzia mbwa mwitu bila shaka hadi pomboo hadi chungu, viumbe hawa hushikamana pamoja. Sokwe wanajulikana sana kwa uhusiano wao wa karibu wa kijumuiya, mara nyingine wakiwa katika makundi ya sokwe 15 hadi 150. Walakini uhusiano huu si wenye kupatana kila wakati, na wakati mwingine sokwe hupigana wenyewe kwa wenyewe. Wanadamu kwa kiasi fulani wako hivyo vile vile, yaani si tu kwamba huwa wanaishi katika makundi, lakini wakati mwingine wanapigana wenyewe kwa wenyewe katika makundi hayo. Huo ni uhalisia hata katika makanisa yetu. Makundi yanaundwa mara nyingi kwa kufuata aina fulani ya kiongozi mwenye kipaji. Jambo baya zaidi, wakati mwingine kundi moja halipatani na lingine. Je, umewahi kuona hilo kanisani kwako? Ikiwa ndivyo, basi utakuwa na wazo la suala ambalo Paulo alilikabili huko Korintho. Juma hili tutaangalia Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza hadi ya 4, ambapo Paulo mtume anashughulikia tatizo la ugomvi katika kanisa na jinsi ya kuushinda, yaani kwa njia ya umoja katika Kristo. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Julai 18. Jumapili tutaangazia mada isemayo tatizo la makundi kanisani. Jumatatu, wenye msingi katika Yesu. Jumanne, hekima na ukomavu. Jumatano, utumishi kama wa Kristo. Alhamisi, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba, na Ijumaa, jifunze zaidi. Mungu atubariki sote.